Hatua kali za kisheria zilizochukuliwa na nchi za Ufaransa na Uingereza kuzuia watoto kutumia mitandao ya kijamii zimeibua mjadala na maoni mseto miongoni mwa watu wa kada mbalimbali. Hatua hiyo inayolenga kuwakinga watoto dhidi ya madhara ya kimtandao imetajwa kuwa na tija, lakini pia imekumbana na changamoto za utekelezaji katika ulimwengu wa sasa wa kidijitali. Ukizungumza na Azam News, baadhi ya wadau wamebainisha kuwa ni vigumu kuzuia ukuaji wa kasi wa teknolojia na badala yake wameshauri kuwepo kwa ulazima wa kuweka mifumo madhubuti ya udhibiti hususan kwa watoto. Ufaransa na Uingereza zimechukua hatua kali za kisheria kuzuia watoto kutumia mitandao ya kijamii ili kuwalinda dhidi ya madhara ya afya ya akili, uonevu mtandaoni na maudhui yasiyo salama. Wakati bunge la Ufaransa likipitisha sheria inayopiga marufuku watoto chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii bila idhini ya wazazi, Uingereza wao wametangaza mpango wa kuzuia watoto wote wenye umri chini ya miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii utakapoanza mwaka 2027. Danford Mfikwa ni msaikolojia na anatueleza athari zinaweza kuwapata watoto wanaotumia mitandao ya kijamii. Kimsingi watoto hawana uwezo wa kupambanua kwamba habari hii au taarifa hii nayoiona hapa kwenye mtandao wa kijamii itamwathiri vipi. Kwa mwisho wa siku nakuta yaliyo mazuri wanachukua, yaliyo mabaya wanachukua. Na bahati mbaya sana watoto wanapenda sana kukariri na kuchukua yale ambayo ni mabaya. Takwimu zilionyesha kwamba watoto takriban 30 Marekani peke yake kupitia udhalilishaji wa kimitandao unapelekea watoto wengi kujitoa uhai wao. Na wanasema takwimu ni kwamba wastani wa watu 30 katika kila mwezi mmoja. Lakini namba 2 zinasababisha uraibu ambao unakuja unaletea mpaka changamoto ya afya ya akili, ambapo upande ule kama nilivyoelezea tafiti zilivyoonyesha. Na sehemu ya 3, matumizi yake kuwa makubwa sana. Imeonekana kwamba kuna haja kubwa ya haya mataifa yote kuendelea sasa kutafuta njia madhubuti ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanalindwa sasa kwa mujibu wa taratibu, sheria na mambo mengine mbalimbali. Kwa upande wa walimu, wanasema mitandao ya kijamii inasaidia ikitumika vizuri, na pia inaharibu ufaulu na tabia za wanafunzi kusipokuwepo na mwongozo. Bila kudhibiti matumizi, hatuwezi kujua yule mtoto atachukua nini na ataacha nini. Na pia wachapishaji wa maudhui mtandaoni, kudhibiti maudhui yanayochapishwa mtandaoni ili kusudi kuhakikisha kwamba yale maudhui yatakuwa na matokeo mazuri kwa watumiaji wakiwepo watoto. Baadhi ya wazazi na walezi wameonyesha kuunga mkono ikiwa serikali inaweza kupitisha sheria kuzuia watoto chini ya miaka 16 kumiliki akaunti za mitandao. Mtoto chini ya miaka 16 haruhusiwi kumiliki vifaa kama simu, asivitumie. Yani kama anavitumia mzazi ndiye anafanya nini? Hiyo ni ya mzazi, sio ya mtoto. Lakini nini kauli za vijana na wanafunzi kuhusu umuhimu wa watoto kutumia mitandao ya kijamii kwa idhini ya wazazi? Watu wengi sana, kwa ninavyoona mimi, mara nyingi wanafuata vitu vile. Kwa mfano, wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kwenda kuburudika tu na sio kufuata vitu vya muhimu kama masomo. Swali linabaki kwa wadau wa malezi nchini Tanzania, ikiwa watasubiri sheria iwalazimishe au wazazi kuchukua hatua sasa kabla ya kesho. Emmanuel Kalemba, Azam News.